Kikao cha mahakama leo katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam ndani ya kesi inayomhusu Tundu Antipas Lissu, kesi aliyofunguliwa na serikali, kesi ya uhaini. Leo imeweza kuisha kesi, lakini imeisha katika hali ambayo ni hali ya masikitiko na huzuni ambayo Tundu Lissu ameionyesha mbele ya majaji na mbele ya shahidi wa upande wa mashtaka Amin Mahamba. Usahili wa shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka katika kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu uliendelea, huku Tundu Lissu akielekeza maswali yake kwenye historia ya takriban miaka 25 ya kukamatwa, kushtakiwa na migogoro na polisi. Tundu Lissu alimuuliza kamishna msaidizi wa polisi Amin Mahamba kama alikuwa na taarifa kwamba kwa karibu robo karne amekuwa akilengwa mara kwa mara na polisi kupitia ukamataji na kile alichokiita kesi za kubuni. Jibu la shahidi wa upande wa mashtaka Amin Mahamba lilikuwa fupi, sijui. Kisha Lissu alianza kuiongoza mahakama kupitia mfululizo wa matukio katika maisha yake ya kisiasa, akimuuliza shahidi Amin Mahamba kama alikuwa na taarifa kuhusu kila tukio. Awali alirejelea tukio la kukamatwa kwake mwaka wa 2002 na kuuliza kama Amin Mahamba alijua kuwa aliwahi kuzuiliwa katika kituo kikuu cha polisi. Shahidi alisema hakujua. Kisha Tundu Lissu alihamia mwaka wa 2008 akiuliza kama shahidi alijua kuwa kesi hiyo hatimaye ilifutwa. Kwa mara nyingine Amin Mahamba alisema hakuwa na taarifa. Tundu Lissu aliendelea na matukio ya mwaka 2011 akielezea mahakama mbele ya shahidi huyo kuwa alikamatwa na polisi mwaka huo, kwamba inadaiwa alishambuliwa na kuzuiliwa katika eneo la mbali na kwamba baadaye alishtakiwa kwa kosa la kuingia katika eneo kinyume cha sheria. Amin Mahamba tena alijibu kuwa hakujua hilo. Kisha Tundu Lissu alirejelea ukamataji wa miaka ya 2012 na mwaka 2013 akisema kuwa aliwahi kuzuiliwa baada ya kuwaunga mkono wakazi wa Arusha ambao ndugu zao walikuwa wameuawa na kwamba kesi hizo baadaye zilifutwa. Shahidi aliendelea kujibu kuwa hakuwa na taarifa. Tundu Lissu pia alizungumzia kesi ya mwaka 2016 iliyohusu kufutwa kwa uchaguzi wa Zanzibari. Aliiambia mahakama kuwa alitoa onyo kwamba kurudia uchaguzi huo kungeweza kuleta madhara makubwa na kwamba maafisa wa polisi baadaye walitoa ushahidi dhidi yake. Tena Amin Mahamba alisema hana taarifa kuhusu suala hilo. Kisha Tundu Lissu alitaja kesi nyingine ambayo hatimaye ilifutwa wakati akiwa Ubelgiji mwaka wa 2021 ambako alikuwa akipata matibabu kufuatia shambulio la kupigwa risasi mwaka wa 2017. Shahidi tena alisema hakujua. Usaili huo kisha ulihamia mwaka wa 2017, kipindi ambacho ni miongoni mwa vipindi muhimu zaidi katika historia ya kisiasa ya Tundu Lissu. Lissu alimuuliza Amin Mahamba, shahidi huyo, kama alikuwa na taarifa kwamba aliwahi kukamatwa katika jimbo lake na kushtakiwa kwa kosa la kuchochea. Alirejelea kauli zilizohusishwa na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Mwigulu Nchemba kuhusu namna alivyosafirishwa baada ya kukamatwa kwake. Mahamba alisema hakuwa na taarifa hizo. Kisha Lissu alilikumbusha mahakama kuwa aliwahi pia kukamatwa nje ya bunge mwaka 2017 baada ya kumtaja hayati Rais John Magufuli kama dikteta na kwamba baadaye alishtakiwa kwa kosa la kuchochea. Kwa mara nyingine tena Amin Mahamba alijibu sijui. Kisha Lissu aliwasilisha picha pana zaidi kwa mahakama. Aliuliza kama Amin Mahamba alijua kwamba kati ya Juni mwaka 2016 na Julai mwaka 2017 alikuwa amekamatwa mara 8 na kukabiliwa na kesi 6 tofauti ambazo zote hatimaye ziliondolewa mahakamani mwaka wa 2021. Shahidi huyo kwa mara nyingine alisema hajui. Kisha Tundu Lissu aliuliza swali muhimu sana. Kama Amin Mahamba alikuwa anajua kwamba hakuwahi kuhukumiwa kwa kosa lolote la jinai na hivyo hakuwa na rekodi ya uhalifu. Shahidi huyo kwa mara nyingine alisema hajui. Maswali kisha yakahamia kwenye tukio la jaribio la mauaji dhidi ya Tundu Lissu mwaka 2017. Lissu aliuliza kama Amin Mahamba alijua kwamba baada ya kile alichokitaja kuwa ni majaribio ya mara kwa mara ya kumnyamazisha, washambuliaji wasiojulikana walimpiga risasi. Safari hii Amin Mahamba alijibu kuwa alikuwa analijua hilo.
Kisha Lissu alizungumzia yaliyotokea mara tu baada ya tukio hilo la kupigwa risasi. Aliiambia mahakama kuwa hata watu waliotaka kumwombea dua walizuiwa kufanya hivyo na polisi, na kwamba watu waliotaka kuchangia damu nao walizuiwa. Aliongeza kuwa hatimaye Wakenya walichangia damu ili kumsaidia. Amin Mahamba alisema hakuwa na taarifa kuhusu maelezo hayo. Kisha Lissu aliunganisha matukio hayo ya kihistoria na kesi iliyopo mahakamani kwa sasa. Aliwaambia shahidi na majaji kuwa amekuwa akifanywa vitendo vya unyanyasaji na polisi kwa karibu robo karne, na kwamba anaamini kesi ya sasa ni mfano mwingine wa vitendo hivyo. Jibu la Amin Mahamba kwa mara nyingine lilikuwa sijui. Mazungumzo hayo yalikuwa na umuhimu kwa sababu Tundu Lissu hakuwa akihoji shahidi kuhusu maelezo ya tuhuma za uhaini pekee. Badala yake alikuwa akijaribu kuweka mashtaka ya sasa katika muktadha mpana wa historia ya mahusiano yake na polisi. Swali lake la mara kwa mara kwa kimsingi lilikuwa kama mpelelezi anayeshughulikia kesi yake ya sasa alikuwa anajua kuhusu kukamatwa kwake huko nyuma, mashtaka yaliyomkabili na tukio la kupigwa risasi mwaka 2017. Hata hivyo, Amin Mahamba aliendelea kuiambia mahakama kuwa hakuwa na taarifa kuhusu matukio mengi kati ya hayo. Maswali hayo pia yaliweka wazi mipaka ya uelewa wa shahidi huyo binafsi. Mahamba ni shahidi wa 16 wa upande wa mashtaka na amekuwa akiwasilisha ushahidi kuhusu uchunguzi wa polisi kuhusiana na tuhuma dhidi ya Tundu Lissu. Lakini Tundu Lissu alipoanza kuuliza kuhusu matukio mahususi ya kihistoria yanayomhusu, afisa huyo aliendelea kusema kuwa hakuwa na taarifa kuyahusu. Hivyo upande wa utetezi unatarajiwa kutumia majibu hayo kuhoji kina cha ufahamu wa shahidi na uwezo wake wa kutoa hitimisho kuhusu historia pana ya kisiasa ya Lissu. Shughuli za siku hiyo hatimaye zilihitimishwa baada ya wakili mkuu wa upande wa mashtaka Nasoro Katuga kuwajulisha majaji kuwa maafisa wa magereza walikuwa wameashiria kuwa muda uliopangwa wa kikao cha mahakama wa leo ulikuwa umepitiliza. Katuga aliomba kikao hicho kiahirishwe hadi asubuhi iliyofuata, asubuhi ya Jumatano tarehe 12. Majaji hao watatu walishauriana kwa muda mfupi mbele ya Jaji Dastani Ndunguru kutangaza kwamba mahakama ingerejea saa 3 asubuhi kesho, muda wa kikao cha mahakama ya ndani kama ilivyoelezwa katika shauri hilo. Kwa hiyo swali la Tundu Lissu kwa ACP Amin Mahamba ambaye ni shahidi wa upande wa mashtaka linatarajiwa kuendelea wakati mahakama itakapoanza tena mapema asubuhi ya kesho. Mahojiano hayo yamejikita katika kupima ushahidi wa mpelelezi wa polisi dhidi ya kumbukumbu za msingi, mchakato wa uchunguzi na ufahamu wa ofisa huyo kuhusu tuhuma na matukio yanayomzunguka Tundu Lissu. Na huku Amin Mahamba akijibu mara kwa mara sijui ama hapana alipokabiliwa na historia ya Tundu Lissu ya kukamatwa na kufunguliwa mashtaka, hatua inayofuata uchunguzi huo inaweza kuendelea kuzingatia ni kwa kiasi gani historia hiyo ilizingatiwa wakati wa upelelezi wa kesi hiyo ya uhaini. Mtazamo wako na maoni yako mtazamaji ni muhimu sana, hivyo upande wa maoni chini ya video hii nijuze maoni au mtazamo wako, kisha like video hii alafu subscribe kwa taarifa zaidi.